السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي الأمر وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، ومن لم يلبث ثيابا من التقى تقرب غريانا ولو كان كاسيا. أما بعد، الحمد لله الذي شرف الأنام وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ndugu Waislamu na ndugu muridi, leo tuko katika mfululizo wetu na tuko katika hatua ya pili, namna ya kuweza kuelezea tarika kuhusu nafsi saba. Katika nafsi saba hizi tutaanza kuzichambua kwenye sifa zake. Kwanza tutataja ujumla wake, halafu sifa zake tutaelezea pamoja na dalili zake kwamba ziko wapi nafsi hizi katika Qur'an. Tutakapotoka hapo, kila mmoja ataangalia kwenye msahafu wake, kwa sababu sote ni Waislamu. Ataangalia katika msahafu ziko wapi katika nafsi hizi, kisha utaangalia jinsi Mwenyezi Mungu alivyozitaja. Tunaanza kusema kwamba fasilu, tunaanza kupambanua fi nufusi sab'a, kuhusu nafsi saba. Jumlatihi, kwanza tutataja katika ujumla wake kwamba ziko ngapi. Wasifatihi, kisha tunataja na sifa zake. Wa adillati, pamoja na dalili zake kwamba ziko wapi nafsi hizi katika Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, kwanza tufahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja hizi nafsi katika Qur'an wa adilla, na kwenye dalili maalum kabisa kwamba tutaangalia jinsi ziko wapi katika nafsi hizi. Tutaanza kuitaja kwanza moja moja, halafu tutaangalia na sifa zake, halafu na dalili zake. Kutaja moja moja maana yake tujue kwamba hii iko nafsi fulani na hii nafsi fulani mpaka ziko saba. Kisha katika hizo saba tutazichambua na kuzifafanua sifa zake na dalili zake. Baada tukishatoka hapo, tunaangalia dalili ziko wapi katika Qur'an. Tutataja na aya za Qur'an. Wahia, nazo katika nafsi hizo, nafsi la amara. Kuna nafsi la amara, kuna nafsi lawama, kuna nafsi almuhimma, kuna nafsi almutmainna, kuna nafsi radhiya, kuna nafsi almardhiya, kuna nafsi mardhiya, kuna nafsi alkamila. Hizo tumezitaja katika kwa ujumla wake. Sasa tunaangalia katika miongoni mwa sifa zake katika nafsi hizi. Kila nafsi inakuwa na sifa zake na tabia yake. Sasa tunaangalia katika sifa zake katika nafsi hii. Nafsi ya kwanza tumesema al-amara. Nafsi hii sifa yake al-bukhli, ubakhili. Mtu akiwa ni bakhili, basi nafsi hiyo ambayo al-amara inaamrisha katika masuala ya uchokozi, masuala ya nafsi mbaya tu hiyo. Halafu nafsi ya pili, na katika jumla hiyo hirisan, nafsi hiyo katika mambo yake ni inapupa nyingi sana. Wal hasadi, na husuda. Kwa maana hiyo katika nafsi la amara ina sifa zake tatu. Sifa ya kwanza ni bakhili sana, na sifa ya pili al-khirs, maana yake ni pupa nyingi sana, na sifa ya tatu wal hasadi, ina husuda nyingi sana. Kwa mtu ana husuda, basi an-nafsi al-amara hiyo nafsi ya kwanza. Katika nafsi ya pili inaitwa nafsi lawama. Katika nafsi lawama, kwanza kabisa sifa yake kwanza al-laum, kulaumi. Hata kama jambo kidogo, basi anataka atoe lawama nyingi. Wal fakri, na sifa yake nyingine ni maskini, ufakiri, ndio sifa yake hiyo, nafsi kulaumu. Na kila nafsi ina sifa zake mbili au tatu. Sasa hii nafsi lawama na ina nafsi zake ina sifa zake tatu. Sifa ya kwanza kulaumu, na sifa ya kwanza ya pili ni ufakiri, na sifa ya tatu al-ujubu, jeuri sana katika nafsi hii. Nafsi hii ni jeuri sana, na kama ilivyokuwa tunataja sifa zake, halafu tutataja ziko wapi katika Qur'an. Nafsi ya tatu inaitwa al-muhimma. Nafsi al-muhimma
Sifa yake as-sakhiyu, sakhiyu maana yake ni ukarimu, walqanaa pamoja na kutosheka, walilmu pamoja na ilmu. Kwa hiyo kila nafsi moja ina nafsi zake, ina sifa zake tatu. Kwa hiyo hii nafsi muhimma, nafsi yake katika sifa yake as-sakhiyu ni ukarimu, walqanaa na kutosheka, walilmu pamoja na ilmu. Hiyo nafsi ya tatu hiyo. Nafsi ya nne inaitwa nafsi almutmainna. Nafsi almutmainna, ndugu Waislamu, nafsi ambayo ni kwanza ajawadu, sifa yake ni utoaji. Ajawadu maana yake Allahu jawadu yuhibbu juda, kama tunavyosoma kila mara kwa Allahu jawadu, naona yuhibbu juda, Mwenyezi Mungu anapenda wenye kutoa sana. Kwa hiyo nafsi almutmainna, sifa yake ya kwanza ajawadu, ni utoaji, kutoa. Halafu sifa ya pili atawakkuli, inapenda sana kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sifa ya tatu wala ibada, inapenda sana nafsi hii kuhimiza watu na kujihimiza katika kufanya ibada za namna mbalimbali. Hiyo nafsi ya nne. Nafsi ya tano inaitwa ar-radhiya. Nafsi ar-radhiya, sifa yake az-zuhudi. Zuhudi maana yake ni kupa nyongo ulimwengu, hapendi kasa dunia. Maana yake anapenda mambo ya kiungu, lakini mambo ya kidunia hapana. Zuhudi maana yake ni kupa nyongo ulimwengu. Pamoja sifa nyingine ikhlas, kujitakasa katika nafsi yake, inajitakasa sana katika hii nafsi. Nafsi hiyo, sifa nyingine ya pili inayofuatia sifa yake ya tatu wal wara'i. Wara'i maana yake ni uchamungu. Nafsi hii ar-radhiya maana yake kuridhika, inaridhia katika mazuhudi pamoja na ikhlas pamoja na al-wara'i, uchamungu. Uchamungu ni jambo ambalo msingi mkubwa sana. Nafsi hii ndio iko katika radhiya. Hiyo nafsi ya tano hiyo. Nafsi ya sita inaitwa al-mardhiya. Nafsi mardhiya, sifa zake al-husn al-khuluqi, kuwa na tabia njema. Kuwa na tabia njema ndio sifa yake. Na sifa ya pili wal-lutfi, pamoja na kuwa upole. Unakuta pole, ukiona mtu mpole basi nafsi yake iko katika al-mardhiya. Na katika nafsi ya saba inaitwa al-kamilu. Na nafsi al-kamilu jamiu ma dhakarnahu min as-sifati, sifa zote zilizokuwa nzuri basi ndio sifa yake hiyo nafsi al-kamil, maana yake imekuwa katika msimamo wake uliokamilika. Nafsi al-kamil maana yake ndio nafsi ya saba, imekuwa ndio kiwango cha mwisho hicho. Sasa tunakwenda al-adilla. Al-adilla katika dalili zake, kwamba nafsi hizi ziko saba tumezitaja na sifa zake, tumetaja kwa ujumla, tumetaja katika sifa zake. Sasa tunataka tuangalie dalili ziko wapi katika nafsi hizi katika Qur'ani Mwenyezi Mungu alivyozitaja. Sasa kama ni Muislamu, ukiwa kama una kitabu chako msahafu hapo, basi angalia nitazitaja katika nafsi hizi, kwa kila nafsi moja iko katika sura gani na katika aya gani katika Qur'an. Halafu angalie, je, Mwenyezi Mungu ametaja kweli au hakutaja kweli katika nafsi hizi. Halafu ndio utakuwa na msimamo kwamba sisi miongoni mwa muridi Waislamu katika tasawufi tunakwenda sawa sawa. La kama sio nafsi hukuikuta katika Qur'an, basi ni kiasi, angalia bwana, mimi sikutaja vizuri. Lakini angalia, je, katika nafsi hiyo inayoitaja katika hizo dalili katika nafsi saba hizo, je, ziko wapi? Dalili ya kwanza tumesema nafsi al-amara. Nafsi al-amara katika Qur'an, qala Allahu ta'ala, angalia, shikana kalamu yako hapo. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wama ubari'u nafsi inna nafsi la amaratil bisu'i. Angalia, amara bisu'i inaamrisha katika mambo mabaya. La amaratin bisu'i, nafsi hii ina katika kuamrisha katika mambo mabaya, ndio amara. Nafsi al-amara ndio nimeshaitaja hiyo. Inna illa man rahima rabbi, ila yeye mwenye kurehemiwa na Mwenyezi Mungu tu ndio mwenye kunusuli katika balaa kama hizo. Lakini nafsi hiyo kazi yake ni kuamrisha katika mambo ya mabaya. Hiyo ni nafsi ya kwanza. Katika iko kwenye sura gani? Kwenye surati Yusuf. Katika surati al-amara, nafsi al-amara iko katika surati Yusuf kwenye aya ya 53 kwenye juzu ya 13. Nataja kwa utaratibu hivi na nasomesha hivi kama nasomesha kwa utaratibu kama kwa wanafunzi, kwa sababu ni kwamba kila mmoja afahamu kwamba hiki ninachokitamka kiko katika sehemu iliyokuwa sawa sawa. Hiyo nafsi al-amara ambayo nafsi ya kwanza ipo katika surati Yusufu kwenye aya ya 53:13. Hiyo ndio nafsi ya kwanza.
katika nafsi 7, na kwa nafsi ya kwanza ni hiyo katika surati Yusuf. Nafsi ya pili nataja taratibu, kila moja angalie katika kitabu chake. Nafsi ya pili kwa nafsi lawama. Nafsi lawama, nafsi lawama, qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, la uqsimu biyawmil qiyama wala uqsimu bin nafsi lawama. Hiyo nafsi ya pili iko katika suratul Qiyam. Suratul Qiyam kwenye aya ya kwanza hadi kwenye aya ya pili, kwenye juzu ya 29. Angalia nafsi hiyo, nafsi lawama, utaikuta sehemu kama hizo. Nazitaja kwa kina, kila mmoja angalie, je, Mwenyezi Mungu amezitaja ni hizo zipo kweli katika Qur'ani? Na kama zipo kweli katika Qur'ani, kwa maana katika upande wetu wa tasawufi, sisi katika tarika tunachambua vitu ambavyo viko ndani ya wetu, wengi hawafahamu, sisi tunaangalia kiundani zaidi. Kwa hiyo nafsi lawama ipo katika suratul Qiyam, aya ya kwanza hadi ya pili kwenye juzu ya 29. Hiyo ndio nafsi ya pili. Nafsi ya tatu inaitwa nafsi almuhimma. Nafsi almuhimma, qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakaha. Nafsi ya tatu hiyo. Nafsi ya tatu hiyo ni lazima tuangalie kwamba Mwenyezi Mungu amezitaja kweli katika hizo. Lazima Mungu akitaja kitu na sinapozungumza vitu lazima vimo kweli. Kwa hiyo nafsi almuhimma ndio qala Allah ta'ala, fa alhamaha fujuraha, ndio na fujura fa alhama hiyo, fa alhamaha ndio hiyo, fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha. Naona az-zaka maana kad aflaha man zakaha, amefaulu yule aliyojitakasa nafsi kama hizo. Atafaulu mbele ya Mwenyezi Mungu, man zakaha, mwenye kujitakasa. Nini az-zakiyu? Nafsi ndio nazitaja hizo katika sura hii. Katika aya hii iko katika sura gani? Surati Shams. Katika surati Shams kwenye aya ya 8 hadi aya 9 kwenye juzu ya 30 utaikuta fa alhamaha, nafsi almuhimma hiyo. Hiyo ni nafsi ya tatu, nimekutajia jinsi ilivyo na katika mahala ilipo na katika juzu gani nimekutajia. Na nafsi ya 4, nataja nafsi tumesema ziko 7, hii tuko katika 4 hasa. Nafsi ya 4, nafsi almutmainna. Nafsi almutmainna, ndugu Waislamu, hii qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, alladhina amanu, ama watu ambao wenye kumwamini Mwenyezi Mungu, watatmainna qulubuhum bidhikrillahi, ala bidhikrillahi tatmainna alqulub. Angalia maneno hayo, ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo yako katika Qur'ani, yako wazi wazi, iko ni raha kabisa katika uzitaji katika nafsi hizi. Kwa hiyo alladhina amanu watatmainna qulubuhum, mutmainna hiyo. Naona nafsi almutmainna, Mwenyezi Mungu anasema watatmainna qulubuhum bidhikrillahi, ambao ni kujituliza nafsi zao bidhikrillahi, kwa kule kumtaja Mwenyezi Mungu. Basi ala, jueni kwamba bidhikrillahi, kumbe katika kumtaja Mwenyezi Mungu tatmainna alqulub, nafsi ndio zinatulizana. Nafsi zinatulizana kwa kule kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hizi nafsi ndivyo Mwenyezi Mungu amezitaja kwa malengo yake maalum kabisa. Kwa hiyo ni nafsi ya 4. Nafsi ya 4 hiyo iko kwenye sura gani? Angalia katika Qur'an, katika surati Ra'd. Kwenye surati Ra'd kwenye aya ya 28 kwenye juzu ya 13. Kwenye juzu ya 13. Tena katika kufuatana tena, waqala aidha, amesema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi hiyo ya mutmainna, ya ayyatuha nafsul mutmainna. Kaitaja kabisa mutmainna hiyo kabisa. Ya ayyatuha nafsul mutmainna, ewe nafsi uliyetulizana wewe, irji'i, rejea, ila rabbik, kwa Mola wako. Hiyo ni katika surati al-Fajr. Surati al-Fajr kwenye aya ya 27 kwenye juzu ya 30 ipo katika hiyo. Nafsi ya 5 inaungana tena katika hapo. Nafsi ya 5, nafsi ya 5 inaitwa nafsi ar-radhiya. Nafsi radhiya, qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, irji'i ila rabbiki radhiya. Tena katika kabisa radhiya,
rejea kwa Mola wako kuridhia. Hiyo iko wapi? Vile katika sura al-Fajr, hiyo katika sura al-Fajr kwenye aya ya 28 juzu ya 30. Nafsi ya 5 hiyo. Nafsi ya sita inaitwa mardhiya. Nafsi ya sita inaitwa mardhiya. Je, mardhiya Mwenyezi Mungu ameitaja wapi katika Qur'an? Qala Allah Ta'ala, irji'i ila rabbika radhiyatin mardhiya. Naona hiyo katika hiyo Fajr, hiyo mardhiya, hiyo nafsi ya 6 hiyo. Nafsi ya 7 anasema mardhiya, fadkhulul janna, fadkhul fi ibadihi wadkhulul janna. Angalia, arji'u ila rabbika radhiyatan mardhiya, ingia katika kwa radhi Mwenyezi Mungu akuridhie. Fadkhul fil ibadi, waingieni katika waja wangu, katika pepo. Maana yake kwa wale ambao wenye mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhulu fil janna, ingieni katika pepo yangu. Hiyo nafsi inaitwa nafsi mardhiya. Hiyo sura al-Fajr kwenye aya 28 juzu ya 30. Hiyo katika upande mwingine hiyo. Sasa tunakwenda katika nafsi ya 7. Nafsi ya 7 na uangalie, je, katika Qur'an Mwenyezi Mungu ameitaja katika sehemu gani? Tumesema tunazipambanua moja badala nyingine. Nafsi ya 7 inaitwa an-nafsi al-kamila. Nafsi al-kamila, qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal ladhina qalu rabbuna Allah, kama vile nasema rabbuna Allahu dhul jalali hasbuna Allahu dhul kamali. Ndio hiyo qala Allah Ta'ala rabbuna Allah, qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo. Fala khawfun alaihim, basi watu hawatakuwa na hofu mbele ya Mwenyezi Mungu, wala hum yahzanun, wala hawatakuwa na huzuni siku ya kiyama. Hiyo nafsi hii ambayo ndio nafsi ya mwisho, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'un bima kanu ya'malun. Haya, nafsi hiyo ya 7 ipo katika surati al-Kahf. Al-Kahf kwenye aya ya 13 juzu ya 26. Nafsi ya 7 hiyo. Waqala Ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu, hiyo nafsi, liman shaa minkum, mwenye kutaka miongoni mwenu, ayastaqim, au na msimamo. Ukiwa na msimamo basi ndio unakuwa ndio mcha Mwenyezi Mungu vizuri, lakini mara huku inakuwa bado huja na msimamo. Ndio hapo Mwenyezi Mungu anasema liman shaa minkum, mwenye kutaka miongoni mwenu, ayastaqima, au na msimamo. Tena hiyo surati Takwir kwenye idha shams, hiyo idha shams kwenye aya ya 21. Wasala Allah Ta'ala al-arwahi qal, kisha Mwenyezi Mungu kaziuliza hizo roho akasema, alastu birabbikum, mimi si ndio Mola wenu? Mwenyezi Mungu kaziuliza hizo, mimi si ndio Mola wenu? Qalu, zikasema zile roho, bala, ndio, yani naam, wewe ndio Mola wetu. Naona angesema kama ni roho moja, anasema alastu birabbika, mimi si ndio Mola wako, lakini hasa alastu birabbikum. Naona kwa maana zimekuwa ni jamu ni nyingi, kwa maana hiyo ziko 7 hizo na zaidi hapo nyingine, lakini kwa siri ya Mwenyezi Mungu pengine zinakuwa ni nyingi kwa siri yake. Lakini hapa katika tasawuf sisi tunajua hizi nafsi 7 hizi, anasema alaysa birabbikum, mimi ndio Mola wenu. Kama ni moja alisema alaysa birabbika, mimi ndio Mola wako wewe, lakini kwa sababu ziko jamu, ziko nyingi, ndio akasema kwamba alaysa birabbikum, mimi ndio Mola wetu, si ndio Mola wenu mie. Qalu bala, zikasema ndio bwana, yani naam, wewe ndio Mola wetu. Basi shahidi na tena tunashuhudia kwetu, tunashuhudia nafsi zinasema shahidi, na tunashuhudia kwamba antakulu yaum alqiyama, kisha Mwenyezi Mungu atasema siku ya kiyama. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Inna kunna hadha ghafilina, anasema hivi sasa kuna nyinyi si wenye kusahau, sija kusahau na sina sifa ya kusahau. Mwenyezi Mungu anasema yeye hana sifa ya kusahau. Pale zimesema shahidina, tunashuhudia sisi, antakulu yaum alqiyama, hapo atakaposema Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, inna kunna inda hadha ghafilina, mimi si mwenye kusahau kwa upande wenu nyinyi.
Tena hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu yapo na 172 kwenye surati Al-A'raf. Surati Al-A'raf kwenye aya ya 122. 172 juzuu ya 9 utakuta katika aya hiyo. Qala Allah Ta'ala, atasema tena Mwenyezi Mungu baada zile roho zikakubali kwamba ndio Mola wetu, tumekukubali kwa kila kitu, basi Mwenyezi Mungu anaziambia zile roho, al-yauma, hivi leo, al-yauma tujiza kullu nafsin, leo nitailipa kila nafsi nitailipa. Maana ziko nyingi, anasema al-yauma tujiza moja, lakini kullu maana ni jamu yote. Ninasema al-yauma, hivi leo, tujiza, nitakulipeni kullu nafsi, kwa kila nafsi, bima kasabati, kwa yale ambayo aliyachuma duniani. La dhulma al-yauma, leo hata mdhulumu yoyote. Inna Allaha, haka Mwenyezi Mungu, sari'ul hisabu, Mwenyezi Mungu ni mwepesi sana wa kuweza kurahisisha kuhesabu hesabu zake kuliko hata kompyuta. Hiyo ni aya ya Qur'an. Katika aya ya Qur'an sura al-Mu'minuna kwenye aya ya 17 kwenye juzu ya 24. Hizo ni ushahidi kwa kuonekana kwamba aya hii katika nafsi hizi ziko nyingi, na moja kwa moja Mwenyezi Mungu amezitaja katika Qur'an. Wa qala ta'ala, kisha akasema tena Mwenyezi Mungu, wa amma man tagha, ama yule ambaye aliyepotea, nafsi iliyopotea, wa athara alhayata dunya, akaendekeza na matamanio ya kidunia, fa inna jahima hiya alma'wa, haka leo makazi yake ni motoni. Nafsi ambayo imepotea, imefanya maovu duniani, basi sasa leo makazi yake motoni. Wa amma man khafa, ama yule ambaye aliyemhofu Mwenyezi Mungu, wa amma man khafa, ama yule aliyehofu maqama rabbih, kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, wana nafsahu, kisha akaizuia nafsi yake. Maana tunadili katika nafsi, wana nafsa, akaizuia nafsi yake, anil hawa, na matamanio mabaya, bas fa innal jannata hiya alma'wa, haka pepo leo ndio makazi yake. Kwa hiyo pale kuna mchanganyiko pale, kuna nafsi ambazo zingine zinakwenda motoni, zingine zinakwenda mahala peponi. Hiyo ni surati Nazi'a kwenye aya ya 37 hadi 41 kwenye juzu ya 30. Nafsi jinsi Mwenyezi Mungu alivyozitengeneza hizo. Wa qala ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu, wama tadri nafsu, haijui nafsi ya mwanadamu yote, bi ayil ardhi tamutu, kwamba utakufia nchi gani wewe, huwezi kujua. Inna Allaha, lakini ya Mwenyezi Mungu, alimun, anajua, tena khabirun, ni mwenye habari. Na kuonekana kwamba kwa wazi kabisa katika usema alimu, katika lamu akaitia na yeye, alimun, mwenye kujua sana Mwenyezi Mungu. Unaona, khabirun, tena mwenye habari sana Mwenyezi Mungu kuliko mwenye kujua vyote, au kuliko mwenye kujua wote. Mwenyezi Mungu anajua sana, ndio anasema khabirun, ana habari sana. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, yapo katika surati Luqman. Surati Luqman kwenye aya ya 34 kwenye juzu ya 21 utayakuta maneno hayo. Al-asraru, tunakwenda katika siri zake, katika siri. Al-asraru ilmu tasawufi, siri ya ndani kabisa, siri yake tasawufi. Ilmu tasawufi sanaatu, ilmu ya tasawufi imetengenezwa fil Qur'an wal ahadith an-nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo katika hii tasawufi au tariqa imetengenezwa katika msingi wake mkubwa, imetengenezwa msingi wake ni katika Qur'an pamoja na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hayo ndio bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotuachia aliposema kwamba, alikuwa akiwaambia masahaba kwamba taraktum amraini, nimekuachieni mambo mawili, kitabullahi wa sunnati, yani kitabu cha Mwenyezi Mungu pamoja na mwenendo wangu mimi na sunna zangu. Wa in tamasaktum, kama mkishikamana na vitu hivyo viwili hivyo, Qur'an na hadithi, basi lan tadhilun abadan, hamtapotea milele. Lan tadhilun abadan, hamtapotea milele. Kisha masahaba wakamuuliza sasa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumwambia sasa, wewe unaondoka, ambaye ndio mwalimu wetu, na sisi tutakuja ondoka, masahaba sio tunaondoka, je inakuwaje? Anasema kwa ndio pale sema al-ulamai
warithatul anbiya. Lakini hapo wanachuoni tutaendeleza, kwa sababu tutakuja elezea kuhusu habari ya wanachuoni, tutaendeleza na haya yaliyokuwepo, tutakuja endeleza baadaye. Baada katika Qur'an na hadithi, ma al-umuri ati, lakini pamoja na mambo yanayokuja tunakuja nayo haya, kuna mambo kama 10 nitayataja hapa yanofuatana na nafsi hizo, jinsi ya ukishakuwa umeungana na hayo basi itakuwa ni safi sana. Anasema al-ikhlasul qalb, jambo la kwanza mwanadamu unataka ujitakase nafsi yako, usiwe na dukuduku sana hizo. Halafu jambo la pili, jawadu linasi, uwe mkarimu kwa watu, wa ghairi al-makhluqati, pamoja na viumbe wengine wote, usiwe katili. Manake usiwe katili, ukakuta mnyama pori ukampiga ukamtupa bure, ukamchukua ndege ukampiga. Sasa ukimpiga umempigia nini bwana? Bora chukua, umempiga chukua ukamchinja ukamle, si bora ukamle, afadhali umstiri. Lakini unampiga ndege alafu unamwacha barabarani anaoza bure, inakuwa si sawa sawa. Unakwenda kumpiga mtu bila sababu yote, haina maana yote. Kwa maana hiyo anasema kwamba ajawadu linasi, yawe mkarimu kwa watu, wa ghairi la makhluqati, pamoja na viumbe wengine wote uwe na karibu nao zaidi. Tasawufi inaelekeza hivyo. Na katika jambo la tatu, wasubru kullu ma asabaka min adha, uwe na subira kwa kila jambo lote miongoni mwa maudhi. Uwe na subira, usiwe na haraka haraka. Mtu kakuchokoza kidogo, leo pata chimbika hapa, haina maana. Pata chimbika sababu ya kupigana, mpaka majani yanang'oka kwa ajili ya kupigana, haifai. Kwa hiyo ni lazima uwe na subira. Ni wasbiru kullu ma asabaka, uwe na subira kwa kila yanayokupata min al-adha, miongoni mwa maudhi. Jambo la 4, waafu man adhaka, upende sana wenye kuwasamehe ambao wenye kukuudhi. Mtu kakuudhi sana kabisa, wewe penda uwe msamahe tu. Na jambo la 5, wajanabna min al-ma'siyati kulli, jiepushe na madhambi, madhambi yote. Ukiona kama kuna madhambi basi wewe jiepushe nayo sana. Ndio jambo la 5. Jambo la 6, jitahidu fi'lu liibadati kathira, jitahidi sana kufanya vitendo vya ibada kwa wingi. Ibada usidharau. Ukiona mwenzako anafanya ibada basi nawe mwambie kuelekeze, mwende pamoja au mfuatane wote mfanye ibada kwa pamoja. Usimdharau mtu katika ibada. Ibada usimdharau mtu. Anapofanya ibada mtu basi usimdharau. Nawe jipendekeshe pale, ili ataraddud ila Allah, mjipendekeshe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la 7, wal fiqhi, na kujifundisha mtu, kujifundisha mambo usiyoyaweza katika mambo ya dini, basi kaa na wale wenye kujua wakuelekeze. Fasul fil umuri al-muridi, na katika miongoni mwa pambanuzi wa wapenzi wa Mwenyezi Mungu, kwanza kabisa ni lazima awe na mapenzi na wenzie, uwe na mahaba. Ukiona mtu anakufanyia ubaya, wewe usimfanyie. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika, wapende watu kama nafsi yako inapenda. Usipende watu wewe wakuwao kiniudhi. Naona wewe ukiona mtu anakufanyia ubaya, basi wewe mwache tu akufanyie ubaya, lakini wewe usimwendekeze katika ubaya wake. Penda kuheshimu watu wasikuheshimu hali yao. Kama haja kuheshimu, acha wasikuheshimu, lakini wewe waheshimu, watunzie heshima yao. Kila binadamu anataka apewe heshima yake. Kwa maana hiyo ni lazima kila binadamu awe na mahaba na Muislamu zake. Na sio Muislamu zake tu, kila binadamu, kwa sababu mwanadamu kaumbwa na Mwenyezi Mungu, wote ni watu wa Adamu. Viumbe wote ni viumbe wa baba yetu ni Adam, mama yetu ni Hawa. Kwa maana hiyo tusifanyiane wakatili, tusifanyiane ubaya. Nafsi zetu zote ziwe kitu kimoja, kupendana. Kama hivi mfano katika nchi yetu ya Tanzania tunaishi na Waislamu na Wakristo na wasiokuwa na dini kabisa. Naona mwingine hana dini kabisa, na tunaishi na vichaa wengine, na tunaishi watu ambao wengine walevi wengine. Lakini usimuone kama mtu mlevi ukambuguthi ukamfanyia ubaya. Pengine yule mlevi anaweza akaacha pombe kwa kumlingania, sio na mpuuza. Ukimpuuza sema basi nendeni na Uislamu wenu bwana. Lakini unapokuwa unakaa naye pamoja, unamlingania, basi moja kwa moja atarejea, mtaungana katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni lazima kila binadamu unapoishi katika dunia hii, basi ujiulize kwamba mimi katika hapa nilipo ni watu wangapi ambao nimeshafanyia wema? Mimi katika hapa nilipo mimi, nimetoa sadaka ngapi kuwasaidia watu? Sio kama unapokeaga wewe tu
Kama ni kiongozi au si kiongozi, wewe unapokeaga wewe tu, alafu wenzako wewe hutoi, inakuwa ipendezi. Kama ni kiongozi unakuwa ndio kama dira njema, maana kiona kama ni kiongozi, kama ndio kioo, watu wakuone kwamba wewe ndio mfano mzuri. Hiyo ndio inatakiwa namna hiyo. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu katika mienendo yetu hii ya tarika atuunganishe katika nyoyo zilizokuwa nzuri, na wale waliokuwa watu si wazuri Mwenyezi Mungu awarekebishe, na wale ambao kwa wenye nafsi mbaya kabisa kabisa hawapendi kwa wanatu wenzao, basi Mwenyezi Mungu nafsi hizo azilainishe. Kulainika kwa nafsi, basi Mwenyezi Mungu ndo anakutengeneza, unaingia mahala pazuri. Pepo haitaki ukatili. Watu makatili wote ndio wanakwenda motoni. Watu waliokuwa wapole wale ndio wanakwenda katika sehemu za pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Upole wenyewe ni kwamba kule kunyenyekea, kuhurumiana, kusameheana, ndio jambo lenyewe la kupendeza sana. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii nchi yetu ya Tanzania. Ni nchi ya amani, na kama nchi ya amani tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametujalia tuna viongozi wengi katika nchi yetu. Katika nchi yetu kuna viongozi wengi. Shekhi wetu wa Sheikh Zuberi, shekhi wa taifa, analiongoza vizuri sana BAKWATA, anaongoza sana katika taasisi zingine. Hapendelee kwamba hii taasisi fulani sitaki na ifuta, hapana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amempa ucha Mungu Sheikh Zuberi. Mwenyezi Mungu amjalie kila kheri, amtengenezee mawasiliano mazuri. Sisi angalau wengine katika upande wa taasisi zetu hazifahamu, lakini sisi tunamjua kwamba yeye ni mtu mwema, na kama atakuwa na huruma siku moja akitembelea kwamba nataka nizitembelee taasisi zote za takadiria tuone viongozi wake, basi atatuona. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, na Mwenyezi Mungu vile vile amjalie kila la kheri shekhi wetu Sheikh Said Uthman ambaye ndio kiongozi wetu katika upande wa Kadiria. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, pamoja na mashekhi wote wa Kadiria na mashehe wengine wa tarika nyingine. Na Mwenyezi Mungu ajalie makhalifa wote walio katika tarika zote, awajalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe afya njema na umri mrefu sana na uongozi mzuri. Mama yetu Samia Suluhu Hassan atuongoze katika aliongozi taifa hili, kwani katika taifa hili la amani, katika nchi ya amani hii, viongozi walomsaidia Mwenyezi Mungu vile awepe uadilifu, wasaidia nao, watujue viongozi wa dini, tuwe katika taasisi hizi kwamba sisi tuna msaada mkubwa sana kutengeneza upande wetu wa dini. Pamoja na jamii nzima sisi ndio tunakaa nayo zaidi viongozi wa dini. Mwenyezi Mungu ajalie awazindue viongozi wetu, watufahamu kwamba sisi tuko katika mienendo mizuri zaidi. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila khair, atuwezeshe katika kutengeneza jambo letu hili. Na leo tumemalizia katika hatua yetu ya pili, katika sehemu ya pili, lakini inshallah Mwenyezi Mungu akituwezesha tunakwenda katika sehemu ya tatu itakayofuatia. Tutafahamishana kama tutaendelea na kitu gani, lakini leo tulikuwa tukichambua kuhusu nafsi 7 katika upande wa tarika. اللهم جملنا بالعافية والسلام، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعاذنا من موجبات الندامة، إنك السميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت رزقنا سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد وإليك مشتكى وبك مستعاذ وأنت مستعان ولك الرجاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخصنت بتفتف الله وبلطف صنع الله وبجميل استر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.